Tunapo muombea Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo aliyetutoka, tukumbuke yeye alijali sana watu jirani wenye shida, aliwapenda na kuwasaidia. Nakumbuka nilipokuwa nafanya utume kule Mafia, alikuwa ameanzisha shule ya St. Joseph Millennium ambayo ni English medium, lakini alikuwa na mpango vile vile wa kuanzisha sekondari mpaka chuo kikuu kwa ajili ya watu wa Mafia, lakini kwa sababu kuliingilia vitu fulani hapa, basi haikuweza kufanyika na hivyo imetoka. Kwa hiyo ni mtu alipenda watu wa mazingira duni na wao wanyanyuke. Tukiingia katika injili yetu, tumesikia leo ambayo imesoma kutoka Luka sura ya 10 mstari wa 25 hadi 28 kwamba mwanasheria mmoja alimwendea Yesu akisema, "Mwalimu, nifanye nini nipate uzima wa milele?" Yesu akamwambia, "Imeandikwa nini kwenye Torati?" Akajibu akasema, "Mpende Mungu kwa moyo wako wote, nguvu zako zote na akili yako yote, na mpende jirani yako kama nafsi yako." Yesu akajibu akasema, "Umenena vema. Vema, umejibu vema, hivyo nawe ukafanye hivyo, nawe utaishi." Bila shaka Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, watu wengi walienda kwake kuomba ushauri, kupata hekima zake na busara. Pamoja na yeye kuwa ni mtu mkubwa mwenye mamlaka na cheo na maarufu, bado alikuwa mnyenyekevu na kusikiliza watu. Hakusita kutoa ushauri. Lakini inawezekana watu wetu au sisi, baadhi ya wengi wakiwepo viongozi wa serikali na wa vyama vya siasa, walioenda kuomba ushauri kwake ili mambo yaende sawa, ninaamini walishauriwa vizuri na kuambiwa ukweli.